Watanzania wenzangu, hebu tutafakari kwa pamoja maneno haya. Mawasiliano ya viongozi ya juu ya Tanzania, tuko na nyinyi, tunawasikia. Sasa kwa sababu iko watu wanaona kama tunafanya drama ama ni kitu sio ya kweli, leo itabidi kuna mambo vile inawezekana tuyaweke wazi. Huenda kupitia hizi mambo tunaweka wazi, Mwenyezi Mungu peke yake anaweza akaichukua hii kama sababu ya kuilainisha mioyo yao na warudi kwa Mungu na wakubali kusimamia haki na ukweli. Wakati nimekuwa nimepokelewa hiyo sehemu nimefika, nilikuwa na mtu mmoja ana busara sana na ako na elimu sana. Aliniuliza swala moja. Akanambia, ndugu yangu, Rais ya Tanzania yuko hatari kubwa sana ya kufungwa juu ya mashtaka ambazo mumemfanyia na mambo ambazo zinaendelea. Na lakini pia hii jambo itakuwa imeitia doa historia ya nchi yenu ya Tanzania. Kwa sababu kwa Afrika Mashariki, Tanzania tuko na historia nzuri sana juu ya watu ya Tanzania. Wanawake zake ni warembo, wanaume zake ni watanashati na wana nidhamu. Wa Tanzania ni watu wenye nidhamu sana. Wa Tanzania hatuko na skendo chafu kwa nchi za kigeni. Kwa mfano, unapokuweko hapa USA, unapokuwa England, unapokuwa UAE, utasikia raia za Nigeria zinafanya scams, raia za Nigeria zinafanya mawizi, raia hii imeua. Lakini Tanzania alikuwa ni mtu ambaye anaheshimika sana kwa macho za watu za kimataifa. Tunathaminika sana kwa sababu ya historia yetu, kwa sababu ya utu yetu. Lakini bahati mbaya, Chama cha Mapinduzi pamoja na Samia Suluhu Hassan na utawala yake wameamua kama kusudi kabisa kuiharibu historia yetu, tukue bado kwenye historia ya kiongozi ya Tanzania ambaye kafungwa na kahukumiwa kifo kwa sababu ya kuua watu zaidi ya 10,000, kwa sababu ya kuteka raia zake bila kuwa na hatia. Ndugu zangu, ninajua kwamba nyote mnakuwa peke zenu mnaitamka hii kauli na mnaitamka kwa hasira sana. Lakini naomba peke yangu kuchukua hii nafasi kuwaonesha ni jinsi gani hii jambo licha ya kuwa tunaitamka, lakini ni jambo ambayo imechafua reputation ya Mtanzania. Pale nchi yote tunaingia, jambo ya kwanza sasa tunakuwa tunaulizwa juu ya mauaji. Kwa nini ya Tanzania mko na maroho mbaya hizo? Kwa nini mmeruhusu hizo mambo kufanyika? Tunauliza maswali ambayo kwa kweli tunashindwa kuyajibu. Kwa hiyo naomba kuitangazia bunge hili tukufu kwamba jina letu la Tanzania rasmi limechafuka. Jina ya Tanzania tayari imeingia doa ambayo ngumu sana kuifuta. Na sidhani kama kwa generation yetu hizi mambo ambazo zimefanyika na dunia ikaona tutaweza kuondoa ama kuifuta, labda tu kwa njia moja ambayo tarehe 9 Disemba kwa wingi zetu sana tutoke tuhakikishe kwamba tunabadilisha historia hii, kwamba tulio wengi hatujakubali na hatujafurahishwa na mambo machafu iliyofanywa na wachache juu ya serikali pamoja na chama yake ya CCM. Ninaomba sana tukue pamoja kuirekebisha hii taarifa. Sasa huyu profesa leo aliniuliza swala moja. Akaniambia kwamba Rais Samia Suluhu Hassan ako na washauri wasomi sana, na yuko na mawaziri wasomi sana, na yuko na bunge, yuko na wanasheria, yuko na watu muhimu na watu ambayo wako na uzoefu mkubwa juu ya kuendesha dunia. Ilikuwaje akaamua kuchukua maamuzi za kinyama na maamuzi mbaya kabisa ambayo duniani kote pale unaenda sasa headline imekuwa Tanzania? Kwa nini ameshindwa kupata ushauri za watu? Kwa nini ameshindwa kufuata shauri hata ya dini yake na kuamua kufanya mambo hizi? Ndugu zangu, kwa sababu tu nimeona hii ilikuwa ni swala nzuri sana kulijibu, nimeona pia nililete kwenu. Kabla sijaongea point nyingine, nilijibu kwa njia kama inayofuata. Ikiwa kwa akili yako Mtanzania yeyote ile unajiuliza kwa nini Samia amekubali kufanya mambo za kinyama kiasi hii wakati yeye peke zake yuko na watoto? Je, mtoto zake angekubali fanywe hivi? Kwa nini kafika kufanya unyama hii? Naomba sana ndugu yangu nikupe jawabu kama ifuatavyo kupitia vitabu vya dini vitakatifu. Ndugu yangu, kwa mujibu ya Biblia takatifu inathibitisha kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu peke yake kuna wakati anapomuona binadamu ambaye amefanya maasi na mambo mabaya sana kwa siri ama kwa dhahiri, Mwenyezi Mungu anampelekea ujumbe ya aina tofauti kuweza kumuonya kwamba awache.
Lakini pale tu Mwenyezi Mungu peke zake anapomuona mja yake ameamua kuwa hataki tena kusikiliza Mungu na kuendeleza mambo machafu, Mungu kuna jambo moja anafanya. Anakuwa anauharibu moyo wa yule mtu. Anamfanya anakuwa mchafu zaidi kwa sababu tu asipate kurudi kwa Mungu ili aweze kumwadhibu. Ndugu yangu, naomba kuthibitisha kwamba Mwenyezi Mungu mtukufu kwa mujibu ya vitabu vya dini tayari peke zake amejiridhisha kwamba Samia Suluhu Hassan, IGP, Inspector ya polisi ya Tanzania Camillus Wengoso Wembura, pamoja na CDF Jacob John Mukunda, pamoja na DGIS, pamoja na watu nyingine ya CCM. Hawa ni watu ambao wamefanya mambo mabaya zaidi ya haya huko nyuma, na sasa tu Mungu ameiziba mioyo yao, ameziba macho zao sisiweze tena kurudi kwa Mungu ili Mungu aweze kuyaadhibu hapa duniani na akayachome. Naomba kuthibitisha kauli hii kwa ndugu zangu ambayo ni Wakristo. Naomba sana ukasome the book of Exodus chapter 9 sura ya 9 verse 12. Pale Mwenyezi Mungu mtukufu aliposema kwamba but the Lord hardened the heart of Pharaoh, kwa sababu Farao alikuwa ni mtu ambaye maasi zake zile kafanya zilipita line, zilivuka ile mstari ya Mungu peke yake kapanga kwamba binadamu hizi ni kosa fanye. Yule Farao alipita, basi Mungu peke zake kwa kukasirika kwake akaamua kufanya moyo wa Farao kuwe mgumu sana, asiweze tena kurudi kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu tu aweze kufika siku akamutese na amchome, na Mungu alifanya hivyo. Lakini ndugu yangu, ikiwa kwa sababu haujatosheka na vazi hiyo, na kuomba unapopata muda kasome Biblia takatifu tena katika New Testament, Agano Jipya, Book of Romans chapter 11 verse ya 7 mpaka ya 8. Kasome Book of Romans ukiwa uko na Holy Spirit ndani yako. Kasome chapter 11 verse ya 7 na verse ya 8. Utaona ni jinsi gani Mwenyezi Mungu anasema kwamba kuna watu kwa hii dunia, kwa sababu tu ya madhambi na mambo mabaya zile wamefanya, Mungu anakuwa amekasirika nao na hawataki tena, na anawafunga mioyo yao na mimacho zao na maakili zao waendelee kufanya maasi tu, ili kusudi aweze kuwachoma na kuwatia kwa mashida makubwa, kama shida ambayo Samia Suluhu Hassan sasa yupo nayo. Kama haujapata nafasi ya kusoma Book of Romans, tafadhali nenda kasome tena Isaiah. Kasome the Book of Isaiah chapter 6 verse 9 mpaka 10, na pia kasome the Gospel of John, 1 John. Kasome Gospel of John. Kasome Gospel of John chapter 12 verse 40. Utaona ni jinsi gani Mungu kuna baadhi ya watu anakuwa anawatafua macho zao, chafua mioyo yao, hata wafanye jambo baya gani hawapati hisia tena kama ile jambo ni baya, Sasa ndugu yangu, kwa sababu pia ningependa kuwathibitishia ndugu zangu ambayo wanaamini juu ya Islam pamoja na Qur'ani tukufu kwamba hata katika Qur'ani tukufu hizi mambo zimetajwa. Ndugu yangu ambaye unaamini Qur'ani na unaamini kwamba Muhammad alikuwa ni mtume ya mwisho, tafadhali sana unapopata nafasi leo kasome Suratul Baqara. Kasome Suratul Baqara, pale Mwenyezi Mungu anavyoeleza kwamba kuna watu kwa sababu tu ya maasi makubwa ile pesa yake wamefanya kwa dunia, Mungu anaamua kuyaziba macho yao, anaamua kuziba masikio zao, na anaamua kuziba mioyo zao ili wasiweze tena kuona kama wanakosea, wasiweze tena kusikia hata tuambie nini, na mioyo zao hazitaweza tena kurudi. Hii verse utaikuta kwa Suratul Baqara, Suratul Baqara aya ya 7 kuja chini. Naomba mniruhusu nisome kama ifuatavyo. Baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim, Mwenyezi Mungu amesema kwamba khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adhabun adhim. Maana yake Mwenyezi Mungu tayari kuna watu kwa sababu tu ya zile mambo mbaya wamefanya, na Mungu kwa kiwango ile aliyokasirika nayo anaamua kuyafunga mioyo zao. Maana yake moyo yake haihisi tena maumivu, kama Bwana Haji Omar Heri, kama Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na wenzake. Ukiendelea tena kuja kwa vazi inafuata hapo, vazi 8 inaendelea tena, utakuta wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Inaendelea mwisho yake sasa raha zaidi, kuna vazi ya 18 kwa Suratul Baqara inasema hivi. Sikiliza kwa makini. Inasema hivi. Inasema summun bukmun umyun fahum la yurja'un. Maana yake watu hao wanakuwa wana macho lakini hawaoni, wana masikio lakini hawasikii, wana akili lakini hawafahamu, na hivyo wamefanywa na Mungu wawe hivyo, na katu never hawatokuja kurudi kwenye njia iliyokuwa imenyooka. Ndugu zangu, kwa dini nitapenda leo nifikie hapa.
kuwathibitishia kwamba kwa mujibu ya Biblia takatifu, kitabu cha Mwenyezi Mungu kupitia Biblia na kupitia Qur'ani takatifu amethibitisha kwamba peke zake kwamba kuna watu kwa sababu ya ubaya waliokuwa wameifanya kwa hii dunia, tayari watu hao wapo katika position inayoitwa no return. Hawawezi tena kurudi kwa Mungu zake peke yake. Na ndio maana mimi ninaamini kwamba hawa watu hawatakiwi tena tuwape maneno mazuri, isipokuwa kilichobakia ni kuwa paralyze pamoja na kuwasukuma kwa mashtaka, wakashtakiwe na kila mtu alipwe kile kafanya, kwa sababu tu ya hukumu aliyeua ni kuliwa. Hili ni jambo peke zao wanalostahili. Hakuna mtu yeyote sasa unaweza kumfunua macho Samia Suluhu Hassan. Hakuna mtu yeyote sasa unaweza kufunua macho ya Emmanuel Nchimbi, kwa sababu Emmanuel tayari macho zake, akili yake, moyo yake Mungu tayari ashaifunga kwa sababu ya zile dhambi kubwa ambazo amezichafua. Kwa zile dhambi kubwa ambazo amefanya. Naomba kuja kwa taarifa nyingine. Nimewapa taarifa hiyo makusudi tu msitese nafsi zenu kusema nao hawa majamaa. Msitese nafsi zenu kudhani kwamba hawa wanataka mazungumzo ya amani kweli. Msitese nafsi zenu kujua kwamba hawa ni watu labda tu iko siku watarudi. Hawa ni watu ambayo mioyo yao na macho zao na akili zao Mungu amezifunga kwa sababu tu ya zile jambo ubaya mkubwa sana ambayo kwa hii dunia peke zao tayari wamefanya. Hiyo ndio jawabu ambayo ningependa kuwapa, na nakuombeni sana kama ikiwa Mungu atawabariki mfungue vitabu vitakatifu vya Mwenyezi Mungu. Ndani hizi vitabu kuna hekima kubwa sana na kuna busara kubwa sana na kuna mambo mengi sana. Je, nini maoni yako?